Shirika la ndege la Uganda Airlines limepanua mtandao wake wa safari za kimataifa kwa kuzindua safari yake ya kwanza ya moja kwa moja kutoka Entebbe hadi uwanja wa ndege wa London Gatwick mnamo Mei 18 mwaka 2025. Njia hii inahudumiwa na ndege ya Uganda Airlines aina ya Airbus A330-800, ndege kubwa masafa marefu, na kufanya Gatwick kuwa moja ya viwanja vichache duniani kupokea aina hii adimu ya ndege. Kwa kweli Uganda Airlines itakuwa shirika la kwanza la ndege kuendesha A330-800 katika uwanja wa Gatwick. Tangazo hili kuhusu njia mpya kuelekea Ulaya limekuja wakati ambapo uhusiano wa kibiashara na utalii kati ya Uganda na Uingereza unaendelea kuimarika. Katika taarifa yake, Uganda Airlines ilisema kuwa uunganisho bora kati ya nchi hizo mbili utasaidia kuimarisha biashara ya pande mbili, utalii na uwekezaji. Safari ya kwanza ya shirika hilo kutoka kituo chake cha Entebbe International Airport hadi uwanja wa pili kwa shughuli nyingi jijini London, Gatwick, iliondoka saa 3:25 asubuhi kwa saa za Uganda na kuwasili saa 10:55 jioni kwa saa za Uingereza. Uganda Airlines inapanga kufanya safari 4 kwa wiki kati ya maeneo haya mawili kila Jumanne, Jumatano, Ijumaa na Jumapili, zikiwa na kurudi siku hiyo hiyo. Safari hiyo inayoenda umbali wa maili 3479 za baharini sawa na kilomita 6443 itachukua zaidi ya saa 9 na kuwa safari ndefu zaidi duniani kwa muda kwa ndege aina ya Airbus A330-800, ingawa ni ya pili kwa umbali. Safari ndefu zaidi kwa umbali kwa ndege hiyo ni kati ya Kuwait na Guangzhou, China, ikifunika maili 3496 za baharini sawa na kilomita 6475. Kabla ya huduma hii ya moja kwa moja, wasafiri kati ya Entebbe na London walikumbana kusafiri kwa hatua nyingi, huku muda wa safari ukitofautiana kati ya saa 14 hadi 20. Uganda Airlines itaweka historia kama shirika la kwanza duniani kuendesha ndege ya masafa marefu aina ya Airbus A330-800 katika uwanja wa ndege wa Gatwick. Hii ni moja ya ndege mpya na adimu zaidi zinazoendeshwa kwa sasa. Kwa mujibu wa takwimu kutoka CH Aviation, ni ndege 8 tu za A330-800 zinazofanya kazi kote duniani kwa sasa. Wakati Airbus ina ndege moja ya A330-800, mashirika matatu tu yanamiliki ndege 7: Air Greenland ndege moja, Kuwait Airways ndege 4 na Uganda Airlines ndege 2. Zikiwa na uwezo wa kusafiri umbali wa hadi maili 8100 za baharini sawa na kilomita 1015. Ndege za A330-800 za Uganda zinaweza kubeba abiria 258 katika mpangilio wa daraja 3, 20 katika daraja la biashara, 28 katika daraja la kati yani premium economy na 210 katika daraja la kawaida. Ndege hizo mbili zina wastani wa umri wa miaka 4. Gabriel Semelas, rais wa Airbus Afrika na Mashariki ya Kati, alisifia Uganda Airlines kwa mafanikio haya makubwa, akisema kuwa ni heshima kwa kampuni ya Airbus kusaidia uzinduzi wa safari ya kwanza ya moja kwa moja kati ya Entebbe na London kwa kutumia Airbus A330-800. Alibainisha kuwa mafanikio haya yanaonyesha jinsi A330neo inavyotoa ubora wa hali ya juu, ufanisi wa gharama na uhakika wa kiutendaji, huku ikiboresha kwa kiasi kikubwa uunganisho wa Afrika Mashariki na dunia. Tangu kufufuliwa kwake mwaka 2019, Uganda Airlines imekuwa ikikumbwa na changamoto za kifedha. Shirika hilo limekuwa likiripoti hasara kila mwaka, hali iliyochangiwa na kupungua kwa mahitaji ya safari za anga wakati wa janga la COVID-19. Hata hivyo, limefanya maendeleo kuimarisha utendaji wake wa kifedha, japokuwa bado linakumbana na changamoto kubwa katika safari yake ya kuelekea faida. Katika mwaka wa kifedha mwaka 2022 na mwaka 2023, Uganda Airlines iliripoti hasara ya takriban dola milioni 88. Hata hivyo, katika mwaka 2023 na mwaka 2024, shirika hilo liliweza kupunguza hasara hiyo kwa asilimia 26.5 na kufikisha dola milioni 64. Ili kuelekea kwenye faida, Uganda Airlines imelenga kuongeza mapato na kupunguza gharama. Shirika hilo limepanua mtandao wake wa safari kwa kuzindua njia mpya ya Ulaya pamoja na kuongeza maeneo matatu mapya barani Afrika, ikiwa ni Abuja nchini Nigeria, Lusaka nchini Zambia na Harare nchini Zimbabwe.